عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Tunaendelea na kitabu chetu cha Ta'limul Muta'allim, ambapo tuko katika fadlul ilmi, na hapa tunaanzia beti isemayo bihi yantaji wannasu fi ghafalatihim. Kwa hiyo ilmu anaokoka mtu, wannasu fi ghafalatihim, na hali ya kuwa watu wako katika kughafilika kwao. Bihi yartaji, kwa hiyo ilmu anataraji mwenye ilmu, waruhu baina taraibi, na hali ya kuwa roho iko katika mitulinga, mishipa ya kifua, pale ambapo yaambiwa idha balaghat taraqi wa qila maraq, sehemu ile mwanadamu kama kuna kitu ambacho anaweza akataraji kwacho kuokoka, basi ni kupitia ilmu yake pia, na si kitu kingine chochote, si watoto, si mali, wala si kitu chochote. Na ndio maana anasema kwamba watu wanaepukana na matatizo mbalimbali kwa sababu ya kupitia ilmu, kwa kuwa na ilmu mtu. Lakini watu wengine ambao si watu wa ilmu wanakuwa wapo katika mughafala, wameghafilika, wanaendelea kuyatafuta mabaya. Bihi yashfa'u al-insanu, kupitia hiyo ilmu ataombea mwanadamu maraha asia, aliyekuwa ni mwenye kuasi, ila daraki niran, ambaye anaelekea kwenye matabaka ya moto, hawakibi, ambayo mwisho mbaya kabisa. Kutokana na matendo yake anaonekana kabisa huyu ni mtu wa motoni, wao anakwenda motoni. Kwa hiyo katika watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia watapewa nafasi ya kuombea, wametajwa basi al-anbiya washuhada, lakini mpaka wal ulama. Na ulama ndio shekha akasema bihi yashfa'u al-insanu, mwanadamu ataweza kumwombea mwenzake mwenye matatizo ambaye ni asi, atamwombea. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akikuruzuku shafaa, basi tayari ujue yule uliyemwombea atakwenda, kwa sababu la yanfa'u shafaatu illa biidhni. Sasa akikuruhusu kuomba moja kwa moja, basi ujue utakayemwombea atapata kile ambacho umemwombea. Na ndio maana hautaweza kuomba mwenyewe mpaka pale utakapokuwa umeruhusiwa. Kwa mwanadamu ambaye ana ilmu, elimu yake imekidhi vigezo mpaka vya kumruhusu aweze kumwombea mwenzake, basi ndio huyo ambaye atatumika katika siku ile kumwombea mwanadamu mwenzake ambaye tayari alikuwa yuko katika upande wa kuhaliki. Famarra mahu rama al-ma'ariba kullaha, basi mwenye kuitaka ilmu ametaka haja zote. Maramahu, mwenye kuitaka ilmu, maana yake akawa anaitafuta ilmu, basi huyo ndiye ambaye ametafuta makusudia na haja zote. Waman hazahu faqad haza kulla al-matalibi, na mwenye kuikusanya ilmu akaipata, akawa nayo, amekusanya matalibu yote, matakwa yote. Kwa hiyo hili litupeleke kabisa kuiona kwamba ilmu ni kitu kingine kabisa, sio kitu cha kubahatisha, sio kitu cha mchezo. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ilmu fadlul ilmi sawa ala au fadlul alim
ala al-abidi kafadli shamsi ala nujum, kitu kama hicho. Fadhila za alimu juu ya yule mwenye kuabudu, mtu wa kawaida tu elimu ana, ni kama fadhila za jua kwa nyota. Sio jua kwa mwezi, angalau jua na nyota. Angalia jua, mwanga wote huu, joto lote hili, alafu iangalie nyota athari yake. Sasa unaambiwa kulinganisha jua na nyota ndio kumlinganisha alimu na asiyekuwa huyo. Kwa lazima mtu aitafute elimu akiyakini kwamba anatafuta kitu kikubwa. Waman utiya ilma, na mtu ambaye atakuwa amepewa ilmu amepewa kitu kikubwa, kama tutakavyoona katika abiyati zinazofuatia. Kwa hiyo hapa anasema ukitafuta ilmu umetafuta haja zote, na ukweli ni kwamba ukitafuta ilmu kidhati na ukaipata, vitu vyote vinakuja. Nabii Sulaiman bin Daud alayhi wassalam alikhiarishwa. Hadithi ambayo inasimulia Ibn Abbas, asema khuyira Sulaiman bin Daud baina al-ilmi wal mulki wal mali, alikhiarishwa kati ya ilmu na mali na ufalme. Fakhtara al-ilma, akachagua ilmu. Fa'utiya al-ilma wal mulka wal mala, alipochagua elimu basi akapewa ufalme, akapewa mali, na elimu akawa tayari anayo. Ndio maana tukaambiwa famaramahu rama al-ma'ariba kullaha, kwamba lau angechukua mali pengine angebaki na mali, hakuwa mfalme. Matajiri wangapi wako hapa mjini lakini hawajulikani, sio wafalme. Ndio maana utamkuta mtu anachukua ule utajiri wake, anauza hiki na hiki, aende akagombee cheo, awe mbunge, awe rais. Kama ni mtu wa elimu ya dini, anaweza kuuza kitu chochote, awe shekhe wa mkoa, shekhe wa kata, shekhe wa... Nilimshuhudia mtu mmoja ameuza gari kabisa ili awe shekhe wa wilaya. Gari kabisa, gari ameiuza ili aende akawe shekhe wa nini, wa wilaya, kuonyesha kwamba kumbe kuwa tajiri bado huja kuwa chochote, bali unataka na uwe na cheo. Ukiwa na hicho cheo nacho kawa ni mtu gani tu, bado kuna vitu vingine utavitafuta. Ndio maana mtu atakuta ni mbunge, ni waziri, lakini ana mashamba Morogoro, ana mashamba Arusha, analima. Anatafuta nini? Hayo tajiri. Mbona? Kwa hiyo paka unajiuliza, kwa hiyo kipi bora? Yaani huyu tajiri tayari ana mashamba yake, ana magari yake, anachukua fomu, auza chochote kile apate ubunge. Huyu naye tayari mbunge, kila sehemu akisikia kwa uzwa hiki anunua alime hapa na babada ya kuku huko mtaani, bodaboda wote unaokutana nao kumbe bodaboda wake. Sasa je, utajiri ndio bora au uongozi? Uongozi ndio bora au utajiri? Unakuta watu ni hayara mithli mabthuthi al-farash, wametoshewa, watu wamebabaika, hawajijui. Lakini ungepata ilmu ya dini na ukaikamata vilivyo, unakuwa mfalme. Yeyote anayekwenda kwa shekhe bila shekhe kumwambia, anakwenda na heshima yake. Kuna ufalme upi tena mwingine? Mbona? Na hao wenye matatizo yao wote wanakwenda kuyapeleka kwa mashehe, wakaombewe dua. Mtu anakwenda kukita goti aombewe dua, kwa unakuta kumbe ufalme wake hauna lolote mbele ya shekhe. Na yule tajiri naye pia akiona mambo hayaendi vizuri, aenda kwa shekhe akaombewe dua. Ndugu zangu, hii ndio elimu. Maramahu rama al-ma'ariba kulla, mwenye kuitafuta ilmu ametafuta haja zote. Kwa hiyo ukiipata ndio umepata kila kitu. Kwa nini nasema li'annahu? Kwa sababu ilmu matlabu, ni matlabu ambayo yantariju fihi jami'u matalibi dunya wal akhirah, matakwa yote ya kidunia na kiakhira yanaingia chini ya ilmu. Kwa hiyo ukiipata umemaliza mchezo. Wal mansabul ali, ilmu ndio cheo kikuu kabisa, ndio cheo kitukufu kabisa. Fa sahib al-hija, ewe mwenye akili wewe, idha niltahu hawin bifauti al-manasibi, ukiipata ilmu basi nyongesha kufutu vyeo vyote. Maadamu ushakuwa mwalimu mzuri, maadamu ushakuwa shekhe, basi ukasema mwenzangu bwana,
mwenzangu bana nilisema naye yule bana, lakini sasa hivi yeye ni mkuu wa immigration pale wapi. Mwenzangu bana sasa hivi sijui ni daktari pale wapi. Mwenzangu bana lakini yeye ni polisi. Hawin bifauti kulli almanasib. Yule bana unamuona yule diwani wa sehemu fulani, tumesoma wote. Wewe bana tumezaliwa kijiji kimoja. Yaani ukatengeneza kuona kana kwamba wewe umekosa, wewe mwenzako ndo amefanikiwa. Hapana, hawin, nyongesha, don't mind. Uone kwamba kile ambacho mwenzako amekipata ni kitu kidogo tu, hakina athari yoyote. Fa infataka dunya wa tibu naimiha, kama itakufutu dunia na neema zake nzuri za kidunia, faghammil, fumba jicho, fa innal ilma khairul mawahibi, kwani hakika ilmu ndio bora ya vipawa vyote. Vipawa vyote ambavyo watu hujaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kipawa kinafikia ilmu. Na utakapo wewe ukasema unaanza kuitolea jicho neema nyingine yoyote aliyokuwa nayo mwingine, ilhali wewe una ilmu, unajihini mwenyewe na unajiingiza mahala pa hatari. Man ataahu Allahu ilma faraa anna ahadan qad utiya khairan minhu faqad haqqara ma 'azzamahu Allah. Kama mtu amepewa ilmu kisha akaona kwamba yuko mtu kapewa kitu bora kuliko yeye, amedharau kile ambacho Mwenyezi Mungu amekitukuza. Wa takhiru ma 'azzama Allah kufrun, na kudharau alichokitukuza Mwenyezi Mungu, alichokiadhimisha Mwenyezi Mungu ni kufuru, waliyadhu billah. Kwa hiyo tu relaxi kwamba tukishapata ilmu tuone tumepata kilicho bora, wala tusibabaike tena na kitu kingine. Wa ushitu li ba'dihim, nimeimbiwa shairi ya baadhi yao wengine anaposema idha matazadhu ilmi biilmi, atakapojitukuza mwenye ilmu kwa ilmu, fa ilmu alfiqhi aula bi'tizazi, ilmu ya fiqhi basi ndio bora zaidi kujitukuza nayo. Ilmu ziko nyingi, lakini ilmu ya fiqhi, mimi bingwa bwana, mimi ndio bingwa wenu hapa chuoni, mimi ndio mtaalamu, mimi katika eneo lote hili, mimi sio mchezo, mimi mji wote wa Tanga, mimi mkoa mzima huu. Lakini uangalie kwa sababu gani? Kwa sababu mimi mantiki yanajua sana. Kwa sababu mimi najua sana balagha. Mimi kwa sababu najua, asema shekhe, fa ilmu alfiqhi aula bi'tizazi, ni bora kujitukuza ukawa ile ilmu ya fiqhi ndio kama nembo yako, kama ni profession yako, hiyo ni ilmu alfiqhi. Kwa sababu gani? Ilmu alfiqhi ndio ilmu ambayo inaweka wazi sheria. Ilmu alfiqhi ndio ambayo mahitaji makubwa kabisa ya neno ilmu yanazungukia kwenye ilmu alfiqhi. Mambo mengine yatakuja, lakini ilmu ya fiqhi ndio mwanzo kabisa ambayo inakuja ikachukua maana kabisa halisi ya ilmu. Sasa hebu jifakhirishe kwa kuielewa sana fiqhi. Na ndio elimu inayotumika kila siku. Hawa watu wanasimama vinarani wakatoa mawaidha kila siku, wanatoa fiqhi. Halili halali, ili haramu, ili na ikhtilafu, ili iko hivi, ili shekhe kasema hivi, ili shekhe kasema hivi. Wanawazuoni wa Maka wamesema hivi, wanazuoni wa Madina wamesema hivi. Unaona? Kwa hiyo ukija ukiangalia wewe, kinachozungumzwa sana katika masala ya elimu kwa kila siku ni fiqhi. Fakam tuibi yafuhu wala kamiski, manukato mingi yananukia si kama miski. Wakam tairi yatiru wala kabazi, na ndege wengi wanaruka na si kama kipungu. Kuna ndege anaitwa kipungu, huwezi kumuita kozi moja kwa moja sababu kozi anajulikana, lakini huyo ndege anaruka sana kule juu, ndio anamuita tai sijui. Unaona ndege mweusi hivi yule kwa kizungu yule anamuita eagle fly, ndio yuko eagle, anaitwa eagle fly. Anaruka juu huko sana.
na akishuka huku wanasema ana nguvu, ana uwezo wa kubeba hata sio kuku tu yeye, kama kijimbuzi kimezaliwa jana kama vile anabeba tu, bali wale wengine ambao wana ujuzi naye wanatuambia hata mtoto mchanga anaweza kubeba kenda naye. Sasa huyo ndege ambaye anaruka huko ni kuonyesha kwamba ndege wote wanaruka sawa, lakini wanazidiana kwenye kuruka. Manukato yote mazuri, lakini yanazidiana katika kunukia. Kwa hiyo na ilmu nazo zote ilmu, lakini ilmu ya fiqhi sawa ndio maana kule akasemaje, ilam anna ajallal ulumi qadra wa a'zamaha fakhra ilmu al-fiqhi. Ilmu tukufu zaidi, ilmu kubwa zaidi kwa fakhari ni ilmu ya fiqhi. Wa ushittu aidan, nimeimbiwa vile vile al-fiqhu anfasu shay'in anta dhakhiru. Fiqhi ndio kitu bora zaidi katika vitu ambavyo wewe ni mwenye kuweka akiba. Man yadrusu al-ilma, mwenye kusoma ilmu, lam tudras mafakhiruhu, hayafutu mafakhiri yake, fakhari yake haifutwi. Aliyesoma ilmu basi fakhari yake haifutwi. Nyinyi hapo asilimia kubwa na sio asilimia wote, kuna aliozaliwa kuanzia mwaka 97 na kurudi nyuma 97, 1997 yupo wewe hapo? Haya, kama umezaliwa 97 una bahati sawa lakini kama umezaliwa mwaka 97 maana yake Sheikh Muhammad ibn Ayyub ghafarahu Allah ndio mwaka ambao amekufa huo mwaka. Lakini mpaka leo wewe ukitajiwa Sheikh Muhammad Ayyub unajua ni nini, ndivyo? Na mimi nimewahi kufika sehemu moja Kenya huko vijijini kabisa ndani, nikamkuta mtu mzima, tukazungumza baada ya kunasibishwa kwamba mimi nimetoka Tanga, nikapewa nafasi ya kuzungumza kidogo. Yule mzee akanifuata, ananiambia mimi bwana ni mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayyub, nimesoma pale si mwaka gani na mwaka gani na mwaka gani. Sasa hiyo ikuonyesha kwamba sio Kenya ndani, ni Afrika Mashariki na kati yake yote. Waweza kufika sehemu yoyote wewe ukakuta unakutana na mashehe wanaojulikana kama mashehe, na unakutana na watu wa kawaida, kwa sababu kuna watu walisoma wakaondoka wamehitimu, na kuna watu waliondoka hawajahitimu, na hata waliohitimu wengine wameenda kufanya kazi ya dawa wakatambulika, wengine hawakufanya kazi ya dawa. Kwa hiyo yule ambaye kufanya kazi ya dawa hatambuliki sana, lakini yeye akikuona umetokea Tanga na umejinasibisha na Shamsia lazima atakusogelea. Kwa Sheikh Muhammad Ayyub anajulikana kila mahali, kila sehemu mpaka leo hii. Hata sisi wengine udiriki wetu wa Sheikh Muhammad Ayyub ni mdogo sana, ni kupitia Sheikh Muhammad Abubakari na Sheikh Samiri kwa sasa hivi, lakini kuna watu wanatupa heshima, wanatuthamini, lakini kwa sababu ya chimbuko la Sheikh Muhammad Ayyub. Ndio maana utakuta kuna walimu wengi kule mijini, vijana tu wadogo ambao wamesomea vijijini mwao, matawini mwao, lakini wenyewe moja kwa moja wanaunda umoja zao mbalimbali, na wenyewe wanazipa nembo wanafunzi wajukuu wa Sheikh Muhammad Ayyub. Ili mradi neno Muhammad Ayyub, man yadrusul ilma lam tudras mafakhiruhu, mwenye kusoma ilmu fakhari yake haiondoshwi, haifutwi. Faksib li nafsi kama asbahata tajhalu, basi jitafutie nafsi yako lile ambalo hulijui. Fa awwalul ilm iqbalun wa akhiru, kama kuna jambo ambalo wewe hulijui basi hebu nitafute, lichume. Mwanzo wa ilmu ni manufaa, wa akhiruhu, na mwisho wake pia ni manufaa. Ilmu ina manufaa hapa duniani na ina manufaa akhira. Wa alaykum salaam. Basi tuishie hapa kwa leo inshallah. Allah akituwafikisha tutakuja tuendelee katika sehemu zilizobakia zinazozungumzia fadhili za ilmu na mambo mengine. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.